tumepata ugeni kutoka nchi ya Japan, ambayo ugeni huu umekuja ukiwa unajumuisha ofisi ya ubalozi wa Japani hapa Tanzania, lakini pia shirika la mashirikiano la Japani na Tanzania kwa maana ya JICA na umoja wa wafanyabiashara wa Japani ambao wamewakilishwa na baadhi ya kampuni binafsi. Na lengo lao kubwa ilikuwa ni kufika na kuangalia fursa ya Tanzania katika maana ya biashara na uwekezaji kwa kuzingatia mifumo ya maeneo maalum ya uwekezaji ambayo mamlaka hii inayasimamia. Kwa hiyo tumeweza kuwapitisha katika maeneo mbalimbali ya fursa tulizonazo za uwekezaji kisekta, lakini pia ni maeneo gani ambayo tayari tumekwisha yatenga ambayo yanaweza yakazitoa hizo fursa za uwekezaji. Kwa mfano tumewaeleza tuna maeneo Bagamoyo Special Economic Zone, ni eneo ambalo hivi karibuni litaendelezwa kama eneo la kiuchumi pamoja na bandari ya kisasa. Tuna eneo jingine Kwala ambapo kuna bandari kavu ekari hekta 100, na tuna maeneo Nala Dodoma zaidi ya hekta 1500 ambako ni makao makuu ya serikali. Sasa haya maeneo kwa ujumla wake yanatoa fursa mbalimbali za kisekta kwa wawekezaji. Lakini kikubwa zaidi kama ajenda ya leo ilikuwa ni kuangalia namna gani sasa tunaweza tukatoka kwenye mazoea ya kutangaza fursa na kuzigeuza hizi fursa kuwa ni miradi ya uwekezaji. Na kwa maana hiyo tumewaweka wazi maeneo tulionayo, na kama mnavyoona wamekuja na sekta yao binafsi. Moja kati ya sekta binafsi ni sekta ya logistics, yani sekta ya usambazaji na usafirishaji. Ni sehemu ya shirika la meli ambalo liko based Nairobi, lakini nao wameambatana na pamoja na wajumbe hawa. Sasa ukiona sekta binafsi inaambatana na ofisi ya balozi, ina maana kuna appetite, kuna hamu na ushawishi wa sekta binafsi kuingia na kuwekeza. Kwa mfano wote mnafahamu hata katika eneo moja tu la biashara kati ya Tanzania na Japani tunaagiza sana magari mengi tu kutoka Japani, mapya kabisa kwa maana ya serikali na yaliyotumika kwa maana ya watu binafsi. Lakini ukiangalia tuna maeneo maalum ya uwekezaji. Kwa nini tusifike mahala fursa kama hii tukaigeuza, tukatenga eneo labda kubwa, lakini mtu akitaka kununua gari anakwenda let's say Bagamoyo Special Economic Zone, anakuta yadi yote za magari ziko concentrated kwenye eneo moja. Hii ni best practice ya mpango miji duniani kote. Today's visit is to let Japanese business society to know about the current Tanzanian industry. And since 2 years has passed since I live here, but this is the first time to visit SEZ itself. And I'm impressed that this kind of modern SEZ is here in Tanzania. So I think it's a good opportunity for Japanese colleagues that Tanzania is open. This very moment, we don't necessarily have very specific area that we decided to choose to invest, but we are trying our level best to learn more about overall business climate here in Tanzania. So overall, the bilateral economic relationship between Japan and Tanzania is growing. So for example, last year in May, I understand that the head of TIC, now TISEZA, visited Japan to do an important business seminar. And this year, Japanese State Minister for Foreign Affairs visited Tanzania so that we can once again think collaboratively about how we can enhance the business environment.